Basi kabla tujaendelea, wacha tushukuru. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki, tunakutukuza, tunakuadhimisha. Wewe ni Mungu wetu na ni baba yetu, ni msaada wetu wa karibu, kimbilio letu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu umempa neema na kibali hiki cha kusogea nywani mwako kwa ajili ya tafakari ya neno. Umetupa tena nafasi na heshima hii kubwa kuisogelea madhabahu yako. Hatutamani kuisogelea kwa haki wala kwa matendo yetu. Tunatamani tuisogelee kwa unyenyekevu kabisa, lakini kwa damu ya mwana kondoo inayonena mema. Tunajishikamanisha na madhabahu yako na msalaba wako. Ututakase, utuoshe na kutufinyanga. Tuko tayari Mungu kufanya kile ulichokusudia kufanya, lakini Mungu tupe kibali kwenye mioyo ya wasikilizaji wetu kupokelewa na kusikilizwa hiki ambacho umetupa ndani ya mioyo yetu kusema. Anza nasi, ukimaliza nasi, kwa utukufu wa jina la mwanao Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tulikuwa bado tuna somo letu lile la mtumishi wa Mungu Yefta na sadaka yake ya nadhiri. Ungeniuliza, nilidhani ni somo la siku moja, lakini naona linaenda vipindi karibia vitatu sasa. Kwa wale ambao tulikuwa nao, tulisoma kitabu cha Waamuzi mlango wa 11 mstari wa 31 hata ule wa 39. Sasa kwa wale ambao inawezekana ndo mara yao ya kwanza, ama ulitusikiliza lakini ulisahau kwenye mtiririko wetu tulikotoka, natamani nisome ili upate picha kamili ya kile tulichokisoma. Nianzia 30 ili uweze kupata picha nzuri. Anasema, naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amon mkononi mwangu kweli. Ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amon, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketeza. Ni nadhiri, mkataba, agano la Yefta na Mungu wake kwa habari ya ushindi dhidi ya Waamon kwenye hiyo vita. Kumbuka, unapozungumza vita, uzungumze kitu ambacho una uhakika nacho. Hata kama una jeshi kubwa, unaopigana nao wanajeshi, wana vifaa. Kwa Yefta kaona hawezi hili peke yake. Anaamua kuingia agano, mkataba na Mungu wake. Ukinishindia nikarudi kwa amani, kitakachotoka cha kwanza kunilaki, hicho ni halali yako, ni sadaka yako kwa Bwana. Na nilikwambia sadaka inaitwa sadaka pale unapopata msukumo, wazo la kukitoa hicho kitu sadaka. Na ndio maana usifanye kosa la Wakristo wengi wanapofanya. Akitoka nyumbani ana wazo la kutoa kiasi fulani, anafika njiani ananunua kitu kwenye sadaka ile aliyoitenga kwa ajili ya Bwana. Sio sawa. Ama umesikia ndani yako kutoa kiasi fulani, halafu ghafla ukapunguza, ukasema Mungu anaangalia moyo. Sio sawa. Hicho kinakukosesha ile ahadi ya kimungu kwenye hicho unachokitoa. Kwa ukishasikia msukumo kule ndani, saa hiyo kile ulichokiwaza, ulichokipanga, ulichosukumwa kukitoa hakiwi cha kwako tena, kinakuwa tayari saa hiyo ni cha Bwana, hata kama hakijafika madhabahuni bado. Nilitaka udake hicho kitu. 32 anasema, basi Yefta akavuka kuendea wana wa Amon. Kumbuka, ameshaweka nadhiri na Mungu na ameamini. Sasa kuna kitu ambacho ninasikia ndani yangu ghafla. Yefta alipoweka nadhiri, aliamini ya kwamba Mungu anaweza. Lakini alipoweka nadhiri, aliamini Mungu amesikia. Hilo nalo ni changamoto ya watu wengi sana. Wanaamini kuombewa, hawaamini Mungu kusikia walichoombewa. Unaweza kashangaa mtu umemwombea, akiona bado tatizo lipo, haamini ya kwamba kile ulichomwombea Mungu amefanya. Aendelee kushukuru hata kama bado anaumwa. Anaona anahitaji maombi tena ya ziada. Unakosea. Unavuruga kile ulichoanza nacho kwenye maombi. Kwa Yefta, baada ya kuweka nadhiri hiyo, angalia moyo wake unachangamka, unapata ujasiri, anakuwa hodari, ananyanyuka. Anasema akavuka kuendea wana wa Amon ili kupigana nao. Na ndani yake ana ujasiri kabisa kwamba siendi peke yangu, tayari nimeingia mkataba na Bwana. Anasema naye Bwana akawaua mkononi mwake. Sikia, wakati anaweka nadhiri hakusikia kitu chochote.
Hakuambiwa kitu chochote na Mungu, lakini aliamini ya kwamba Mungu wake amesikia. Na ndio maana Waebrania 11:6 anasema yeyote amwendeaye Mungu moja lazima aamini ya kwamba yupo. Lakini cha pili, kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amini ya kwamba kile ulichoomba Mungu amesikia. Kile ulichosema na Mungu wako Mungu amesikia. Kwa hata kwenye kipindi hiki tunapozungumza, wakati mwingine tukisema usilete ombi hilo kila kipindi, tunataka kukufundisha imani kwamba ukishaleta ajenda yako ama umeiombea ajenda yako, saa hiyo amini Mungu amesikia. Anza kumshukuru Mungu hata kama huoni dalili ya kutendewa. Hiyo ndiyo imani. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia mstari wa 33. Akawapiga kutoka Aloel hata kufika Minith, miji 20, na mpaka Abel Keramimu akawapiga kwa machinjo makubwa. Nitaka uone hicho kitendo, kwa machinjo makubwa. Kumbuka, ni kweli ni jeshi lake linapigana, lakini chini ya uvuli wa agano lake na Mungu na mkono wa Mungu kuwa juu yake. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Nitaka uone hiyo sentensi. Anasema basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Nikupe kitu kingine. Hawakushindwa saa hiyo wanapigana. Walishindwa saa hiyo Yefta ameweka agano na Mungu. Nitamani uelewe hicho kipande. Alipoingia kwenye agano, Kiswahili cha kwetu, alipoingia kwenye yale maombi, Yefta aliamini ushindi upo. Kwa nini? Mungu anayeingia agano naye ni Mungu mkuu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, mwenye nguvu, na kila chochote kina yeye Bwana. Kwa alipoingia kwenye hilo agano, uwe na uhakika moyo wake ulikwisha kujua kabisa hii vita nitaishinda. Na ndio maana anapoingia vitani sasa, jambo linakuwa ni rahisi, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Hapa anapochukua hatua ya kimatendo na kuingiza alichokiamini kwenye matendo, kinakuwa dhahiri. Amon walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Kisha Yefta akafika Mispa, nyumbani kwake. Sasa angalia, amerudi baada ya kupiga, anasema kwa kishindo kikubwa, kwa machinjo makubwa wana Amnon. Anaporudi sasa, kumbuka nadhiri yake, ukinirudisha kwa amani, ukinirudisha salama, ukinirudisha kwa ushindi, kitakachotoka malangoni mwangu cha kwanza ni mali yako, ni cha kwako, nitakitoa sadaka ya kuteketezwa. Kumbuka saa hiyo alikuwa hajui ni nini kitakachotoka, alikuwa hajui na hafahamu, lakini anaweka nadhiri kwamba chochote, kiwe kidogo, kiwe kikubwa, kiwe saizi ya kati, kiwe ni kile kilichoshikilia moyo wangu, kitakachotoka cha kwanza, Mungu ni cha kwako, ili mradi tu nishindie vita. Nilikwambia Mungu yuko serious, yuko sensitive, yuko makini sana kwenye ajenda ya sadaka. Na ndio maana kila unachokiomba ninatamani ujue hiki, ukikilengesha kwenye hisa, kwenye ufalme wa Mungu, wana uhakika Mungu hata nyamaza. Na ndio maana waliotutangulia wajanja walifanya hivyo. Kuna mtu anaitwa Hana, aliomba mtoto muda mrefu. Mungu akamwambia, nina watoto wengi, wengine wamekuwa wavuta bangi huko, wameniacha, hawataki kunitumikia. Wewe unataka mtoto wa namna gani? Hana naona alishtuka. Akasema, wenzangu wanaomba watoto, halafu baadaye wanageuka hao watoto wanakuwa ni watoto wabaya. Ngoja mimi niombe kwa tofauti. Akamwambia Mungu, mimi sihitaji mtoto. Nimesoma habari zako ya kwamba kwenye shamba lako mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Mimi ninatamani tumbo langu usilitumie kuleta watoto. Si umesema wengine hao wamebadilika, hawakupendi wewe? Mimi nataka kwenye tumbo langu upitishe mtoto wa kiume, lakini awe mtumishi. Ninakuahidi ya kwamba atatumika kwenye madhabahu yako. Mungu akasema, hiyo ni tenda, ndicho ninachotamani, maadamu kinagusa ufalme wangu, na kweli kwenye shamba langu watendakazi ni wachache. Akatoa roho ya mtu mmoja akaipitisha kwenye tumbo la Hana, akaja kuzaliwa Samueli. Unapoomba kitu cha kwako, unaomba ili kiwe nini? Unaomba ili kiwe nini? Jifunze kukigusisha kwenye ufalme wa Mungu. Yaani Mungu anafaidikaje? Unataka kuolewa, unataka kupona, unataka kupata mtoto, unataka Mungu akuinue. Lengo ni nini? Ni nini hasa? Sasa angalia, kama Mungu yuko serious kiasi hicho, Yefta anapoweka ile ajenda yake, kwanza Mungu alikumbuka taifa lake la Israeli aliweka nalo agano. Mungu akajua hili ni taifa ambalo nimeliweka makusudi kwa ajili ya utukufu wa kwangu. Kwa akakumbuka lile agano. Sasa tusiende huko, tusije tukashindwa kurudi kwenye mtiririko wa kwangu. Ninachotamani ukione, Yefta akafika Mispa, nyumbani kwake, na tazama binti yake akamtokea kumlaki.
Angalia kinachotoka, binti yake. Angalia, usome taratibu. Anasema na kwa matali na kwa machezo, naye alikuwa ni mwanae wa pekee. Nitamani hicho kipengele kwenye Biblia yako kipigia mstari. Sio tu alikuwa binti yake, Yefta alikuwa na mtoto mmoja. Unaweza ukaona namna ambavyo huo mtihani ulivyokuwa mkubwa kwa Yefta. Kama ni mtoto mmoja, manake ndo hako kashika moyo. Wenzetu wanasema kashika roho. Lakini tafsiri yake ni mshika moyo. Ndiye uliye na matumaini naye, ndiye unayemtegemea, ndiye ambaye jicho lako linamtazama, ndiye nguvu yako. Halafu huyo ndiye anayekuja kutokea kwa namna ile ile uliyoweka nadhiri na Mungu. Na ndio maana nimekwambia Mungu yuko serious kweli. Hapendagi vitu vya hovyo hovyo, anataka kile kinachogusa moyo wako. Na ndio maana niko hapa kukukumbusha kwamba usije ukakosea kwenye sadaka, kutoa vitu vidogo wakati unavyo vikubwa ukasema Mungu anapokea chochote. Mungu hayuko hivyo. Angalia, Yefta alipoweka nadhiri, Mungu anagusa pale pale kwenye moyo wa Yefta, mwanae wa pekee, tena aliyempenda sana. Anatengeneza mazingira, anatoka yeye. Kwa Kiswahili kingine, Mungu alitaka kupima moyo wa Yefta. Je, atagairi kila alichoahidi? Je, atarudi nyuma kwenye kila alichokuwa ameahidi? Sasa angalia, anasema naye alikuwa ni mwanae wa pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Biblia imeweka vizuri sana hiyo sentence. Kwa Kiswahili kingine, wakati Yefta anatamani ashinde vita, Mungu naye anajichagulia aina ya sadaka anayotaka. Narudia tena, Mungu si Mungu wa makombo, si Mungu wa masalia na chenji. Mungu ni Mungu wa vitu bora vyenye thamani na hadhi. Angalia, anaenda kwa Yefta, anachagua kile kinachoshikilia moyo wa Yefta. Ni mara ngapi umetoa sadaka ya kiasi hicho? Mara nyingi tumekuwa tukijitetea, unajua nimetoa kidogo tu, Mungu amefanya. Sawa, ni kwa neema. Lakini kuna wakati hakikisha unatoa kitu ambacho kimeugusa na kushikilia moyo wako, nacho kiwe sadaka. Mungu hafurahishwi tu na sadaka ndogo, na hasa unapokuwa na vitu vingine vikubwa ambavyo Mungu amekubariki navyo. Angalia 35. Ikawa alipomwona akayalalua mavazi yake. Kwa nini? Moyo unauma. Usifanye mchezo. Hii sadaka ilikuwa imeugusa moyo wake, ilitikisa moyo wake. Yefta akalalua mavazi yake, akasema maneno haya: ole wangu mwanangu, umenitweza sana, wewe umoja wa miongoni mwa hao wanaonisumbua. Nilitaka angalau upate hiyo picha. Kumbuka baadaye yule binti akaenda kajitenga na mabinti wenzake. Ilipofika baada ya miezi miwili, ilibidi atolewe sadaka. Kuna vitu kadhaa tulikuwa tumevizungumza kwenye huo mtiririko, lakini sasa nataka nikurudisha mahali fulani kabla sija kupeleka mahali ambapo natamani nikupeleke leo. Mungu anisaidie, Mungu anisaidie. Nikisema nirudi kule nyuma sana, kuna mambo nitachelewa. Yako mambo ya kujifunza kutoka kwa Yefta. Alipokuwa anakabiliana na vita, yani kwa maana nyingine jambo gumu na zito, jambo kubwa, jambo la kutisha ambalo kwa uweza wake asingeweza kupambana, asingeweza kushindana, hakuwa na uhakika anavukaje kwenye hiyo vita, ndipo anaamua kuweka nadhiri, mkataba, agano na Mungu wake kupitia sadaka ya nadhiri. Ni vema unapopita kwenye kitu ambacho unajua kabisa kwamba akili zako zimefika mwisho, jifunze kutumia aina hii ya agano na Mungu wako. Ngoja nikurahisishie upate kuelewa. Jifunze kutumia aina hii ya kanuni ya kimaombi ili kutendewa na Mungu wako. Yako mambo ili kuvushwa yameshikamanishwa na maombi peke yake bila sadaka, lakini kuna mambo ambayo unaposhikamanisha na sadaka kiko kiwango cha ziada cha kutendeka kwa hilo kitu. Kwa nini? Kwa sababu unaushirikisha na moyo wako kwenda mbele za Mungu, na kile kilichoko kwenye moyo wako kinaelezeka vizuri kwenye hiyo sadaka. Kumbuka, unapotoa sadaka manake unashikamanisha moyo wako na lile tendo unalolifanya mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu haangalii tu kile unachokitoa, anaangalia na moyo ulioutoa, na anashughulika na kile kilichoko ndani ya moyo. Ndivyo Zaburi ya 20 inavyosema. Kisoma kuanzia mstari wa 1 mpaka 4 utapata hiyo picha. Angalia sasa, anaweka nadhiri ngumu na kubwa ya kujitoa muhanga. Anajua ukuu wa Mungu, anaweka nadhiri hii ngumu japo hakujua ni nini kitakachotoka cha kwanza kumlaki. Hakujua. Ninawaza kama angekuwa anaweka hiyo nadhiri, anajua atakaye kuja kutoka wa kwanza ni mtoto wake, yamkini kungekuwa na maswali mengi, kungekuwa na vitu vingi. Uwe na uhakika Yefta alikuwa na vitu vingine ambavyo angeweza kuvitoa sadaka,
lakini anasema Mungu, sijajua ni nini kitakachotoka cha kwanza, lakini kwa mazingira nilionayo ninataka kuweka agano na wewe. Kitakachotoka cha kwanza ni halali yako, nitakitoa sadaka ya kuteketeza. Angalia, hata ilipotokea kwamba aliyetoka, moja, ni mwanae; mbili, ampendaye sana, tena wa pekee, na hakuwa na mtoto mwingine. Ninampenda Yefta, hakubadili nadhiri yake kama wengi wetu tunavyofanya. Wengi wetu tukishaweka nadhiri, na hasa inawezekana una ujauzito na mimba zimekuwa zikiharibika, ama umekuwa na ujauzito umetishiwa hali yako ya afya, ama ni mgonjwa, madaktari wamefika mahali wamesema huu ugonjwa tunatakiwa kufanyia operation, lakini kutoka ama kufa ni nusu nusu. Watu wengi wanaweka nadhiri, wengine wakati wa masomo, wengine wakati wa kufanya interview, wanaweka nadhiri kubwa kubwa, lakini wakishafanikiwa, wakishavuka, wakishapona, hawaoni tena thamani ya ulichotendewa, ya aliyekutendea. Unaanza kuonea huruma kile kinachopatikana na yule aliyekutendea. Niliwahi kukutana na mama moja, aliwahi kunishirikisha kitu kigumu sana kwa habari ya mwanae. Tuliomba, na yule mama alikuwa ni muombaji sana, kwa alilibeba hiyo agenda kwenye maombi muda mrefu. Anachokiombea ni nini? Anamwombea mtoto wake apate ajira, na mtoto wake sio kwamba alikuwa ajui, na alikuwa anamshirikisha. Kwa ni miongoni mwa watu ambao tulikuwa kwenye hiyo agenda ya kumwombea, sababu alitushirikisha. Kwa tukaomba, Mungu ni mwaminifu, akafanya. Kumbe yule mama alikuwa anamwambia mtoto wake, mwanangu, siku ukipata ajira, ninatamani, tumefundishwa kwenye madhabahu ya upendo ya kwamba sadaka, kipato chako cha kwanza kitoe kama malimbuko, sadaka yako, sadaka ya Bwana. Yule kijana kabla hajaajiriwa hakuona hiyo ni changamoto. Akasema haina shida, Mungu akinijalia nikapata ajira, kuna shida gani ya kutoa mshahara wangu wa kwanza? Sasa alipoajiriwa, na aliajiriwa serikalini, imefika mwisho wa mwezi, mshahara unatoka, mama yake anamkumbusha, mshahara uko karibu na kutoka, usije ukasahau mwanangu, tulikubaliana na Mungu akikupa kazi, mshahara wa kwanza sio wa kwako, ni wa Bwana. Yule kijana akampigia simu siku nyingine, mama akamwambia, mama, lakini si unajua nimeanza kujitegemea, nitaishije? Nitakula nini? Nitakuwa ninaendaje ofisini? Huu ndo mshahara sasa unao nitengenezea msingi. Yule mama kanipigia simu, nikamwambia, mama, na mimi nataka niulize swali, kabla hajapata mshahara alikuwa naishije? Alikuwa nakulaje? Alikuwa naendaje kazini? Kama aliweza kufanya hayo yote na Mungu alimwamini na aliingia agano la kwamba mshahara wa kwanza ni wa Mungu, asikosanishe kazi yake na Mungu wake, kwa sababu kwa imani hiyo aliyempa hiyo kazi sio yeye, ni Mungu. Na nikazungumza vitu vingi, nikasema unapotoa sadaka yako ya kwanza, maana yako namwambia Mungu, mbele yangu nina safari ndefu. Kwanza unamshukuru Mungu kwamba hiki nilichokipata ni wewe, lakini cha pili, mbele yangu nina safari ndefu. Kwenye hii kazi kuna vita, kuna majungu, kuna kusemwa vibaya, kuna upinzani. Ninatoa hii sadaka ili nisiende peke yangu, niende pamoja na wewe. Ninajua kuna milima na mabonde, kuna mitego, kuna watu wananisagia meno, hawanitakii mema. Kwa sadaka hii ninatamani niende na wewe. Nikasema akifika mahali akiona anaweza bila Mungu, huo mshahara utumie, ila baadaye asilete tena kesi kwamba tunahitaji tumuombe, kwa sababu maana yake huyo anayemuona sasa hawezi kumlisha kwenye huo muda na akatimiza nadhiri yake ambayo alikuwa ameiweka. Akija kufika mahali akanyamaza, asije kafika mahali akaanza kurudi tena na kukemea wakati ni yeye mwenyewe Mungu amefanya. Yule kijana alifanya kwa manunguniko na kwa malalamiko sana, sitaki niendelee kufanya, lakini Yefta hakuthubutu kufanya hicho kitu. Hata alipomuona aliyetoka ni mtoto wake wa pekee ampendaye sana, alitekeleza ile nadhiri yake. Unisikilize, mara nyingi sana tukishafanikiwa hatuoni tena ile thamani ya agano letu. Tunaiona thamani wakati wa uhitaji. Hilo ni kosa sana. Yefta aliposhinda vita, kama alivyomwekea nadhiri Mungu wake, alitimiza kwa kumtoa mwanae, tena wa pekee, tena mpendaye sana, sadaka ya nadhiri. Kumbuka, unapokuwa mwaminifu katika dogo, unampa Mungu deni la kukuamini katika kubwa utakaloweka nadhiri baadaye. Hiyo sentensi ni muhimu sana.
Yani usije ukadhani kwa sababu umevuka leo kwenye hiyo basi hutamhitaji Mungu tena kiagano, kinadhiri kwenye maisha yako ya baadaye. Sasa umefanyaje kwenye hicho cha kwanza ndicho kitakachoweka deni kwenye moyo wa Mungu wakati mwingine utakapohitaji jambo kubwa zaidi ili Mungu akutendee. Sasa kwenye notes za kwako andika mambo muhimu hapo chini. Kuna kitu ninatamani nikupeleke nacho kwenye hizi dakika zilizoko mbele yetu. Mambo muhimu. Andika hivyo hivyo mambo muhimu. Angalia, watu wengi sana wakati wa shida, wakati wa taabu, wakati wa mapito, wakati wa maumivu wanaweka nadhiri, tena saa zingine nadhiri kubwa sana. Wakati anapita kwenye mazingira magumu sana, mbele yake anakabili operation, tena operation kubwa. Madaktari anasema ni complicated. Inawezekana ni ujauzito ambao umefika mahali wamesema kwa kweli kwa jinsi ilivyo ni ama mtoto ama mama ama wote wawili. Tumuombe Mungu, chochote kinaweza kikatokea. Umefika mahali umekata tamaa. Inawezekana ni ndugu yako anapumulia gesi. Huoni tena matumaini. Wamesema kwa kweli sijui kama kesho tutafika. Watu wengi huwa tunaweka nadhiri. Nikukumbushe mpenzi msikilizaji wangu, je, wewe hujawahi kuweka nadhiri wakati unapita kwenye mazingira magumu? Ulipokuwa unafanya ile mitihani ambayo yule lecturer wako alisema hakuna mtu atakayevuka mwaka huu. Wenzenu mwaka jana karibia nusu wa darasa niliwakamata. Na wewe ulipokuwa nakabili hilo darasa na mwalimu huyo aliyekuwa anawatishia na waliotangulia mbele yenu wakiwatishia, ulijisemesha nini moyoni mwako? Ulipokuwa na ule ujauzito, ulijisemesha nini moyoni mwako? Ulipokuwa unaenda kufanya interview, ulisemesha nini moyoni mwako? Ulipokuwa unawaza kwa habari ya kwenda kupata mwenzi, kwa Mungu nikifika mahali nikapata mwenzi serious akaja kujitambulisha nyumbani, ulijisemesha nini moyoni mwako? Ulipokuwa unaanza ujenzi, ulijisemesha nini moyoni mwako? Ninatamani Mungu akukumbushe nini uliusemesha moyo wako kwa habari ya ajenda ya kiagano kati yako na Mungu. Uliusemesha nini moyo wako? Lakini kuna wakati huwa tunaenda mbali zaidi. Kuna wakati kuna makanisa ambayo huwa wanatoa vitu sadaka. Na hasa katika zile nyakati za mavuno, watu wanaleta shukrani zao kwa Mungu katika vile ambavyo Mungu amewatendea. Uliponunua yule kuku, uliponunua yule mbuzi, uliponunua yule ng'ombe kondoo, uliponunua yule nguruwe, ile hela umelipa. Ile hela ya mnada umelipa. Naongea na wewe usifanye kama unajisahaulisha. Kuna watu wanadaiwa hela za minada za miaka 3-4 na inawezekana saa zingine kanisa linafika mahali linafuta. Unajua nini maana ya kufuta madeni? Manake na wewe unafutwa kwenye kila ambacho Mungu alitakiwa afanye kupitia hiyo sadaka. Ni mbaya sana. Lakini pia kuna makanisa yana utaratibu wa kuweka sadaka inaitwa ya ahadi. Wengine nasema ahadi na jengo, kwa mwaka huu Mungu akinijalia nitatoa kiasi fulani. Mwaka jana ulimaliza. Ama ilipopita mwaka jana ukasema imepita, ya kale yamepita, tunaanza mwaka mpya na mambo mapya. No, kwa Mungu haiko hivyo. Ulipoanza mwaka, ulipoweka hiyo nadhiri, maana yake Mungu tayari alipokea hivyo kuwa sadaka yake. Umemaliza ahadi ya mwaka jana. Umemaliza nadhiri yako uliyomwekea Mungu mwaka jana kumtolea kwenye kile ambacho Mungu amekujalia nacho. Na angalia Mungu alivyo mwaminifu, alitunza kazi yako. Kuna watu walipoteza kazi, kuna watu walifukuzwa, lakini wewe umeendelea kuwepo kwenye ile nafasi. Nimesema hivi, watu wengi sana wakati wa shida, wa taabu, maumivu, wanaweka nadhiri, tena nadhiri kubwa sana. Mungu kinitendea hiki, Mungu kinivusha. Inawezekana ikawa ni safari, inawezekana ikawa ni mara yako ya kwanza kupanda ndege. Mungu nikienda nikarudi salama. Inawezekana ulikuwa unasafiri kwenda nje kimasomo na vitu vingine. Mungu nikienda kusoma nikirudi, nikuulize umeitekeleza hiyo nadhiri yako? Tulio wengi baada ya kuvuka, baada ya kutendewa, baada ya kupona na kufaulu, huwa tunajisahaulisha. Tena si kidogo sana. Na saa zingine Roho Mtakatifu anakukumbusha, bana si imeshapita hilo. Wengine wanapunguza hata kiwango walichokuwa wameahidi. Wengine wanaanza kujitetea na kujieleza kana kwamba wao wanajijua zaidi kuliko Mungu aliyewaumba. Kumbuka, sadaka ya nadhiri isipotolewa, matokeo yake huwa ni haya yafuatayo. Sadaka ya nadhiri isipotolewa, matokeo yake huwa ni haya yafuatayo. Hebu tuende pamoja na mimi kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 4 mpaka wa 6.
Mhubiri, kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Uone kilichoandikwa kwenye hiyo kona. Anasema, wewe ukimwekea nadhiri usikawie kuiondoa. Unasema nikijifungua tu, nikirudi nyumbani wiki ya mwezi wa kwanza nitamtolea Mungu sadaka ya shukrani. Ulifanya hivyo? Anasema usikawie kuiondoa. Kumbuka, sadaka ya nadhiri imebeba vitu vingi ndani yake, thamani yake. Cha kwanza, imebeba kiasi. Cha pili, na muda na mahali sahihi ulipoahidi kuitoa hiyo nadhiri. Kama ulisema hii sadaka ya nadhiri nitatoa kwa ajili ya mchungaji wangu, usiweke kwenye kikapu cha sadaka. Makosea, na unaweza kukosa hizo baraka zako. Kama ulisema nitatoa tu baada ya kujifungua, ukamaliza miaka 3, mtoto amefika mahali ameanza chekechea, bado hujatoa, manake umekosea. Kuna vitu umefunga baraka zako kwenye hiyo kona. Kama uliahidi kutoa 100,000 ukatoa 70,000, ni kweli ni hela nyingi na kanisani watakupigia makofi, lakini umekosea. Sicho ulichoahidiana na Mungu. Kwa hiyo kwenye nadhiri kuna kiasi, kuna mahali, lakini pia na muda sahihi wa mahala ambapo ulikuwa umekubaliana na Mungu. Hivyo vitu vinashikamanishwa na agano lako na Mungu. Kuna watu wamekuwa wakifanya uzembe sana kwenye habari ya mahali, muda na kiasi kwenye utoaji wa sadaka, halafu hawaoni matokeo. Wanajiuliza ni nini? No, ulikosea kanuni ya kisadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Neno gumu kidogo. Nadhani Mungu kwa kweli ametumia neno gumu kidogo hapa, nilikuwa naogopa hata kulisoma. Anasema hawi radhi na wapumbavu. Tafsiri yake ni nini? Unapokuwa hujatoa sadaka yako, tafsiri yake ni nini? Unapokuwa hujatoa sadaka yako, tafsiri yake ni hii. Maana yake Mungu, na hasa hii ya nadhiri, maana yake unahesabika kuwa mpumbavu. Umeona hiyo tafsiri? Unahesabika kuwa mpumbavu. Narudia hicho kipengele. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Umeona huo mtiririko? Kwa hiyo unapoiweka nadhiri ukachelewa kuiondoa, unapewa hilo jina. Jamani, sio mimi, ni Mhubiri 5 mstari wa 4. Hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Angalia mstari wa 5. Nataka tusome mstari mingapi? Niseme mpaka wa 6. Ni afadhali, narudia tena, ni afadhali, Kiswahili kingine, ni heri usiweke nadhiri kabisa kuliko kuiweka usiondoe. Yani umeiweka ili uvuke, umeiweka ili uonekane, umeiweka ili julikane na wewe upo, halafu usiondoe. Anasema ni heri usiiweke. Angalia mstari wa 6. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Yani kwa kule kutamka ile nadhiri, maana yake kinywa chako kiukoseshe mwili wako. Wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Sijui kama umeelewa hivyo vinavyoandikwa hapo chini. Nataka nivirudie taratibu. Ni kwa sababu kisamani kukosea hata neno moja. Anasema usiache kinywa chako kiukoseshe mwili wako. Yani kinywa kikitamka kuweka nadhiri kwa Bwana, halafu usitende, unauingiza mwili mzima kwenye hiyo adhabu ya kinadhiri. Maneno magumu sana. Anasema wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, ama umekosea, ama ilitokea bahati mbaya wakati unafanya hiyo nadhiri ya kwako. Anasema kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuikaribia kazi na kuiharibu kazi ya mikono yako. Tafsiri yake ni nini? Unapoweka nadhiri usitimize, unauingiza mwili wako mzima kwenye adhabu. Lakini cha pili, kile kitakachotokana na adhabu ya kihasira na Mungu kwenye hiyo nadhiri ya kwako, inaweza ikaenda ikaharibu na kazi ya mikono yako. Hivi umekiona hicho kipande? Kuna watu hapa mnaomba biashara zenu ziende vizuri. Wakati unaanzisha biashara uliweka nadhiri gani mbele za Bwana? Ulitimiza? Ulifanya hicho kitu? Usije ukasema niombeeni biashara yangu haiendi vizuri. Wakati unaanzisha hiyo biashara ulimwambia Mungu, biashara yangu ikifikia mtaji wa kiasi fulani nitatenga kiasi fulani kwa ajili yako, alafu hujafanya. Mungu anaondoa ule uwepo wa kwake, unajikuta umebaki peke yako. Mungu anaondoa ule uwepo kwenye kazi yako, unajikuta umebaki peke yako.
ile nadhiri ulioifanya ulioiweka, usijukadhani Mungu ameisahau. Anaikumbuka na bado anaifuatilia, kwa sababu ni agano kati yako na Mungu. Uwe na uhakika yeye ashikaye maagano ataifuatiliza. Sasa angalia, anasema Mungu hawi radhi na mpumbavu. Unapoiweka nadhiri na usiitoe, usitangue, usitimize, kimbingu unaingizwa kwenye kundi la wapumbavu. Sipendi uitwe hivyo. Sio jina zuri. Sio namna nzuri ya wewe kuitwa hivi. Na hekima zako hizo kweli uitwe kwa jina hili, na akili zako na ufahamu wako uitwe kwa jina hili. Lakini unapoweka nadhiri ukashindwa kuiondoa, unaingizwa kwenye hili kundi. Na ndio maana anasema ni afadhali usiweke nadhiri kabisa kuliko ukaiweka usitimize. Kwa nini? Unauingiza mwili wako kwenye shida, lakini pia na kazi za mikono yako zinaweza zikavurugika kabisa. Ni Mungu yule yule aliyesema atabariki kazi za mikono yetu, lakini kama hatujaziondoa nadhiri, ni Mungu huyo huyo ambaye ametamka maneno haya magumu, anasema na kuiharibu kazi ya mikono yako. Kwa ataiharibu kazi ya mikono yako. Utatumia nguvu nyingi, utawekeza kiasi kikubwa, utakodisha fremu ambayo iko mahala ambapo anaitwa hot cake, palipo na wateja na mzunguko mzuri wa fedha. Wenzako wanavuka, huvuki. Ngoja nizungumze neno gumu ninapohitimisha. Ni afadhali iwe ni vita kati yako na shetani, yuko Mungu atakusaidia, kuliko iwe vita kati yako na Mungu, huna wa kukusaidia. Mungu atusaidie. Narudia tena, ni afadhali iwe vita yako na shetani, utamwomba Mungu akusaidie, kuliko unamkosea Mungu ambaye ndiye msaada wetu kwa kila kitu, ukakosana naye, huna mahali pa kukimbilia. Kwa sababu shetani hajawahi kumsaidia mtu hata siku moja, atakudanganya tu. Usiruhusu kinywa chako kukuingiza dhambini. Ukishaweka nadhiri, acha kujitetea, acha kujihurumia, acha kutafuta sababu, acha kutafuta visingizio. Timiza, toa nadhiri yako. Jina la Bwana libarikiwe. Nikisema niongeze hapa, japokuwa kiko imebaki kipande kidogo, nikiongeza tu hapa ndio shida ya hapa redioni. Tayari umeiba kipindi kingine. Wacha tuishie hapo leo. Kumbuka sadaka yetu, ukisikia ndani yako kuituma sadaka yako, ni kwenye namba ile ile ya 0757 220 220. Ukitaka kutuma sadaka yako, namba yetu ni ile ile ya 0757 220 220. Tuma sadaka yako hapo. Amini kabisa kwamba Mungu wako yupo na anaweza na hajawahi kushindwa. Wacha niombe. Bwana Yesu, tunakubariki kwa ajili ya wasikilizaji wetu hawa. Asante kwa kipande ulichotupa leo kutukumbusha kwa habari ya nadhiri. Tusogeze, tupeleke kiwango na awamu nyingine, tukujue zaidi kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako.